Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nashukuru Mwenyezi Mungu kutuanzisha swaumu salama salimini mwezi mtukufu. Naombea Waislamu wote kabisa mliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Jamani, mtasamea kidogo natengeza kabalo. Anatujalia tufike hapa na leo hii na kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo jema kabisa, ambao jambo la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe ndiye mtoaji, kwa hiyo ni jambo jema, na mpaka naweza kuzungumza muda huu ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndugu zangu, katika mada niliyoandaa ni mada zifuatazo, ni mada nyeti, ni mada thabiti, na elimu ninaitoa aswa kabisa ilikusudia nitoe elimu ya ndoto. Elimu ya ndoto, walio wengi hawanaota na kuweza kufahamu nini, na wanapenda kujua nini maana ya ndoto. Hapo ndio inakuwa mtihani kwa kweli. Anaamka asubuhi anaanza kujiuliza, hivi nimeota nini? Sijui nimeota nini, hajui. Kila ndoto kwanza ina maana. Kila ndoto tulijue ina maana. Kwa hiyo ndugu zangu wafuatiliaji wa TV Sultan Miti Mingi TV, leo ninawaletea maana ya ndoto. Maana ya ndoto ndio ninawaletea, na ili tuweze kujua nini sababu ya ndoto na nini maana ya ndoto. Kwa hiyo ndugu yangu, ni lazima uweze kuelewa ndoto inahusiana na nini na kwa sababu gani unaota mwanadamu, na ukiota wewe unaoota na kitu kinatokea ni mtu aina gani, na wewe ambaye unaota kitu akitokei ni mtu aina gani. Kwa hiyo ndugu yangu, ni jambo jema na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiota kitu kinatokea, hata kama akitokei kama unavyofikiria wewe, kinatokea kama ulivyokuwa umeota, yani kuna dalili inshallah, yani kuashiria jambo ambalo ulikuwa umeliota wewe. Walio wengi hawajui. Naposema hawajui nini hawajui. Kwa hiyo lazima tujue ni nini hawajui. Naposema wale wengi hawajui, wanatakiwa wajue kwa nini hawajui, na wanatakiwa wafahamu. Nini cha kufahamu? Ni pale unapoota na alafu hujui umeota nini. Na unajua njozi ina maana kubwa. Njozi ina maana kubwa. Njozi ina maana kubwa sana. Yaani njozi ina maana kubwa sana. Kwa hiyo nini cha kufanya ili ujue maana ya njozi? Cha kufanya ili ujue maana ya njozi ni kuendelea kufuatilia Sultan Miti Mingi TV, na una share na kucomment na kusubscribe channel yetu, ili uweze kujua vitu vinavyoendelea, ama tiba zinazoendelea kutoka kwa mtabibu Sultani Miti Mingi. Mimi ninataka nikuletee leo somo lilivyo, na nikupe elimu ya ndoto. Elimu ya ndoto, siri ya ndoto na elimu ya ndoto. Kuna watu wanaota na ni kweli wanachokiota, lakini hawajui kama ni kweli walichokiota. Kuna watu wanaota
linakuwa ni nusu ya kweli wanachokiota, lakini hawajui kama ni nusu ya kweli hicho wanachokiota. Sasa leo unatakiwa wote ujue nusu unachokiota ama kweli unachokiota. Kuna matabaka mawili. Wewe ukiota nafu kitu kikatokea baada ya miezi 3 au 4 ndio kukaa kimetokea kile kitu, basi wewe ni mtu ambaye unatakiwa kujitathmini. Kama tathmini ya kwanza ni pale tu tathmini ya kwanza ni pale tu unapokuwa ni pale tu unapokuwa hujui. Sasa unatakiwa hujue, hiyo ni tathmini. Leo unatakiwa ujue. Kwa hujui, unatakiwa hujue leo kwamba kumbe kuna njozi zingine ni za maana na zinaleta maana na zenye faida, na kuna njozi zingine zinatakiwa uziepuke. Vipi kuziepuka? Njozi ya kwanza, ukiota kama ni jambo jema, basi unatakiwa uamke usiku huo na utie udhu na uswali. Kama wewe ndugu yangu Muislamu, utie udhu na uswali raka 2 na useme, Mwenyezi Mungu niepushe na hili kama linataka kuja hili, na uniletee jema. Ni kama la jema, basi lije la kijema. Naposema jema, nafikiri tunafahamiana jema ni nini. Naposema jema, basi ujue tunafahamiana maana ya jema ni nini, na naposema si la jema, tunafahamiana maana ya jema ni nini. Kwa hiyo ndugu yangu, ninachokusihi uendelee kufuatilia channel yetu na niweze kukuletea maana ya ndoto. Tunakuja kwenye mada ya ndoto ambayo nataka niwaletee leo. Ni nini maana ya kuota? Ni nini maana ya kuota unapaa? Ni nini maana ya kuota unapaa? Ni nini maana ya kumuota bibi na maana yake, na nini unaota na kuota unapaa, na nini unaota kitanda, utajua maana yake. Tutaanza mwendelezo na kisha tutafika panapohitajika. Mfano, ukiota makaburi, basi makaburi yako design nyingi. Tunaanza namba 1. Umeota kaburi, mfano unakuwa wewe uko kaburini, basi ujue kabisa una jini maiti. Ama ukaota wewe kuna mtu aliyofariki anakwambia majambo, basi hapo ni kweli anakwambia jambo, ulijue kabisa ni kweli anakukumbusha, kuna vitu anakukumbusha. Na ukiota wewe unazikwa, basi jiangalie, inaweza ikaja akazikwa ndugu yako ama ukazikwa wewe mwenyewe. Huo ndio ukweli na itabaki kuwa hivyo. Ukiota uko msibani, yani unaota wewe uko msibani, mfano uko msibani, basi wewe ujue hiyo ni harusi, yani ni sherehe. Ila ndoto ikijirudia ni dalili ya jini. Yani ukiota yuko msibani kwa mara moja, basi ujue kabisa wewe kuna harusi itafanyika kati ya mtu wala karibu yako ama ndugu yako ama wewe mwenyewe, basi utafanya harusi. Ukiota hiyo ndoto ikijirudia, basi wewe umeona, wewe ukiota wewe umekufa kupigania dunia, ujue amali yako ni njema. Ukiota wewe umekufa ila kifo chako kinaota unapigania dunia, yani unaipigania dunia, yani kama wewe unaweza kunapigania nchi yako, yani unataka kuikomboa ama kuweza kusaidia watu, basi wewe ujue amali yako huko kwa Mwenyezi Mungu iko salama.
Ukiota aliyokufa wamekwambia utakufa, huenda ikawa kweli, lakini ninachotaka kukwambia ni kweli kwamba ukiota uliokufa anakwambia wewe utakufa, anakwambia wewe utakufa, ujue ni kweli. Yani aliyokufa anakwambia wewe utakufa. Maana tuko katika ndoto namba 3 ya kuhusu makaburi. Tunakuja ndoto namba 4, namba 5. Tulikuwa namba 3, tukaja namba 4 kufa, tunakuja namba 5. Ukiota wewe mtu aliyokufa anakupa mawaidha, anakufundisha, basi ujue wewe utapata wema katika dini yako kwa kiasi cha mawaidha yale aliyokupa. Kwa kama alikupa mawaidha kidogo, basi utakuwa wewe mwenye imani njema, au wema wako huo ulionao utakuwa ni neema kubwa sana katika dini yako. Sasa hapo haitajalisha ni dini gani, yani ni imani gani ambayo unaniliwe, ndio kitapokuwa kimekuja. Kwa hiyo kuna mwendelezo wa ndoto hii. Leo Mwenyezi Mungu kwa mada ya ndoto nimeweza kutoa namba 1 mpaka namba 5, lakini kuna mwendelezo mpaka namba 10. Kwa hiyo ya makaburini tutaanzia namba 6 inshallah Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wafuatiliaji wa kipindi cha Sultan Miti Mingi TV, kipindi cha Sultan Miti Mingi TV nitawaleta katika kipande kuwapa elimu kidogo, kipande cha nyota. Nyota nimeielezea kwenye sehemu namba 1, ni nyota inatakiwa ifunguliweje, ndio nilichoelezea, lakini natakiwa mwendelezo huo niendelee, lakini nitaendelea leo hapa kuwafafanulia nyota. Nyota ndugu zangu, nyota ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe hapo ulipo ndugu yangu, kama hujui nyota ndiyo msingi wa maisha yako, basi inshallah utaelewa kwamba nyota ndiyo msingi wako. Nyota ndiyo msingi wako katika maisha, na ili ufanikiwe ijue nyota yako. Ili ufanikiwe ijue nyota yako. Ujue cha namba 1, unatakiwa wewe mwanadamu hapo ulipo uweze kujua nyota ifuatayo. Kwanza, ujue siku yako nzuri. Pili, ujue siku yako mbaya. 3, uelewe tiba namba 1 hiyo, uelewe rangi yako ya bahati. 4, ujue namba yako ya bahati. Na 5, ujue faida na hasara ya kufanya jambo siku yako nzuri, faida yake, na ujue siku yako mbaya kufanya jambo lako ama jambo lolote, ujue hasara yake. Na kuni faida ndo ujue hiyo siku yako kufanya jambo siku yako nzuri. Jambo lolote linakuzunguruka ama ambalo unaishi kwa tumania, yani unaishi kwa kuliamini, basi ndugu yangu unatakiwa kabisa. Maana jamani, nashindwa kuongea vizuri kama nimeshazoea kuongea vizuri, nikiwa naeleza vitu vinakuwa viko vizuri. Kama mnavyonifuatilia, basi mnielewaze, kwa sababu ya hivi vitu vilivyokuja, unajua vinatusababisha tunaongea kama vile hatuwezi kuongea, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajatuumba na haya madude. Mwenyezi Mungu ameumba mdomo baki free na pua ibaki free, ndio Mwenyezi Mungu ametuumba. Lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ili gonjwa linapita, wala mseme shaka, ili gonjwa linapita na linaondoka.
na litabakia tu lilikuwa gepo. Kwa hiyo hilo aminini hivyo, kwa sababu ukiwa na Mungu amini vitu ambavyo unaweza kuamini, na usitake kuaminishwa pasipokuwa wewe mwenyewe umeamini. Hilo na wenyewe inakuwa ni kosa. Kwa hiyo ndugu zangu, natakiwa niwaambie, kwanza unatakiwa ndugu yangu hapo unapoishi, faida kubwa kabisa kwa wale wanaotaka utajiri, wanaosema mimi nahitaji utajiri, nahitaji mambo yangu ya heri, unaweza kuniuliza. Ukihitaji kuniuliza swali kwa message, namba yangu kwa ukiwa nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha, utaweka 255698889. Hiyo ni namba yangu, ina WhatsApp. Ukitaka kupiga kwa kawaida, ukitaka kutuma message basi unaweza kunitumia. Ni kama Mtabibu Sultani, ukiwa na maradhi mbalimbali. Acha ufafanuzi, endelea kufuatilia masomo yangu katika YouTube kuepusha maradhi amba haya ya basi. Na ingine unatakiwa ile dawa unachukua, kisha itwange. Ukishaitwanga kisha changanya malimao na ndimu, changanya na pilipili kichaa kidogo, changanya na tangawizi, kisha chemsha iive. Chuja dawa ile vizuri, kunywa asubuhi kikombe kimoja. Kama sasa hivi mwezi wa Ramadhani, inshallah Mwenyezi Mungu aweze kutuletea hivi, basi tutakuwa na kunywa jioni na usiku wakati unakula daku. Basi inshallah kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala hata tuacha tufunge salama salimini, maana yeye ndio mkuu, aliumba mbingu na ardhi na vile vyote vyomo humo. Ndugu yangu, wewe mwenye maradhi mbalimbali unaweza kunitafuta mimi Mtabibu Sultani Miti Mingi. Ukiwa na masumbuliwa na jambo lolote usisite kunitafuta. Unasumbuliwa na jambo lolote usisite kunitafuta. Ukaangalia, ukifuatilia Sultani Miti Mingi TV, hiyo TV yangu, ukaendelea humo ndani ukafuatilia katika elimu zangu mbalimbali nilizozitoa, zote zimo humo, fuatilia, na alafu utaweza kupata namba zangu zimo humo. Unaweza kunipigia ukanicheki WhatsApp, zote unazoziona hapo, namba zote zina WhatsApp. Na ukihitaji kunipata katika Facebook, nina page inaitwa Afya. Kwa ukienda kule utapata elimu mbalimbali, na akaunti yangu inaitwa Meet, na unaacha nafasi kidogo mingi, na penyewe unaweza kunipata mimi. Na ndugu yangu, kama unataka kuelewa, kesho nitatoa somo kae mida kama hii, Mwenyezi Mungu akijalia, niwape somo la kuhusu majina ya Mwenyezi Mungu. Ili unataka utajiri, unatakiwa ujue majina ya Mwenyezi Mungu, kuyataja mara ngapi kwa siku na kwa muda gani, ndani ya siku ngapi. Inshallah, kama unafanya biashara, una biashara zako, unafanya kazi, unataka cheo, unataka uepushwe na maradhi na misukosuko iliyokusonga, inshallah kwa haraka iwezekanavyo, basi kisa unapoendelea kunifuatilia usiache kusubscribe TV yetu ya Sultani Miti Mingi TV, ili uweze kupata hizo mada kubwa na elimu kubwa za kuweza kujitibu au kumtibu ndugu yako aliyohangaika sana. Najua kuna watu tumehangaika, tumepita sehemu mbalimbali, lakini mafanikio tunayaona. Inshallah usikate tamaa. Siri ya tiba nataka nikuoneshe, usikate tamaa. Ndugu yangu, usikate tamaa. Narudia tena, usikate tamaa. Kazi kumiliki hela, rahisi kupata hela. Ila kupata hela ni rahisi, kumiliki hela ni kazi. Muogope mtu aliyomiliki hela miaka 20, 30 au 10. Muogope sana, na hawezi kukupa siri yake kamwe. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, ninachokwambia, tembea ili uweze kumiliki hizo pesa zako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewe Mwenyezi Mungu atulaze salama inshallah, atulishe dako salama inshallah, ayalegebeshe matumbo yetu salama inshallah, atunusuru na maradhi na magonjwa makubwa kama haya ya corona inshallah.
Ewe Mwenyezi Mungu, yeye ndio muumba mbingu na ardhi na kila kitu. Naamini kwa uwezo wake yeye Jalla Jalali hawe atujalie tuweze kupata ufahamu wa kuweza kusaidizana katika tiba na tuweze kupona katika maradhi yetu mbalimbali. Amin. Afungue riziki za watu, awafungulie kila milango yenu wote mnaonisikiliza, na awape imani, awape nuru, awape kila unachokiomba aweze kukujibu wewe ulipo hapo unaonisikiliza. Basi inshallah, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kutoa na mwingi wa kusamehe. Inshallah, na utapomuomba na ukimuomba kwa lugha yoyote, yeye anakusikiliza. Ukimuomba hata kiububu, yeye anakusikiliza na anajua unaomba nini. Basi tuendelee kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio muumba mbingu na ardhi, na ndio ameumba na vyote na vilivyomo humu unavyoviona vyote, mimea yeye, na ndio tunategemea kwa tiba. Kila mtu kamuumba yeye, majini kaumba yeye. Mwenyezi Mungu kaumba ndege, kaumba mnyama, kaumba wadudu, kaumba mchanga, kaumba milima, kaumba mabonde. Kwa hiyo vyote kama alivyoweza, hili na lile linaokuja, yani hili njema kabisa. Akujalie na kesho uweze tuende na mimi, na pia anijalie na kesho tunaendelee kutoa elimu, niendelee kutoa maombi. Mwenyezi Mungu akukinge na kila shari linalotaka kutokea. Kwa hiyo unaonisikiliza na unanifuatilia, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa kila jambo lako. Kama ulikuwa na ugumu wa maisha, basi maisha yaweze kuwa mepesi kabisa. Na kama ulikuwa unapata maisha fedha, na ndio maisha tunasema sisi, kama ulikuwa unapata fedha hazikai, basi Mwenyezi Mungu afunge ile mlango wa kutoa, afungue wa kuingiza. Tuseme amina na tuseme inshallah. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atufanyie kila pagumu pawe laini, atutobolee milango iliyofungwa na maadui, atutobolee milango iliyofungwa na watu wenye husuda, atutobolee milango iliyofungwa na majicho mabaya, atutobolee milango iliyofungwa kwamba haifunguki yenye shari, basi leo iweze kufunguka. Basi ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa Sultani Miti Mingi TV, na imani, usiangushe moyo, usianguke moyo, usiuachie moyo uanguke. Basi wewe, naomba Mwenyezi Mungu ameuweka, ndio maana akauweka kwa jambo lake, kwa uwezo wake unaning'inia. Nafikiri huko sehemu ambapo hautoki, lakini na mikiki yote unaipata. Fikiria vitu ulivyonavyo alivyoviweka yeye katika tumbo lake, katika mwili wake, mikiki yako yote, lakini hauchomokaji. Na ni kitu cha ajabu sana hicho. Basi ndio na wewe ujue nyoyo yako kaiumba, ipo na uwezo, lakini haiwezi kuanguka. Basi na wewe usianguke matumaini yako, endelea kupambana, endelea kutafuta, utapata. Kwa hiyo ndugu yangu, ukihitaji madua, ukihitaji dua kwa mtabibu Sultani Miti Mingi ya aina yoyote, njoo nikufundishe, nipigie simu kwa uwezo wa Allah. Ama kama unataka wewe mwenyewe nikufanyie mimi mwenyewe, basi inshallah. Na kama una maradhi yanakusumbua muda mrefu, miguu yanauma, yanawaka moto, umetembea huku na kule, lakini tiba yake uioni, lakini kila unapoenda unatumia, lakini uone mafanikio, inshallah tuombeane uzima. Inshallah ipo siku Mwenyezi Mungu atakuonesha mlango sahihi na utaweza kufonya inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.